Nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda. Ni nani kama wewe, ni nani nakuinua Mungu wangu leo. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bishop Stanley Arap Songok 0702535077. Nataka kushukuru sana siku ya leo na niko na furaha tukiwa pamoja hapa Stewart TV. Nataka kusema niko na furaha sana kusema asanteni sana wandugu wote na watata wote, wasasi, vijana pamoja na watoto na wakina mama. Nataka kusema ni asanteni sana karibu hapa Stewart TV. Nataka kusema ni asanteni sana kwa nyinyi nyote ambaye kweli imekuwa baraka kwangu, baraka kwa hapa Stewart TV. Nataka kushukuru family ya Kenneth Opara na family yake yote ambaye wako hapa maili ine. Nataka kushukuru kwa hiyo family sana. Family ya wakina Kenneth Opara na watoto wote wa family hiyo. Nataka kushukuru sana kwa ushuta ambaye kweli nilifurahi. Nilikuwa nakipita na wakaita mimi wakasema, Bishop Songok tunashukuru Stewart TV. Mimi nikasimama na kusikia vizuri na walishukuru sana Stewart TV. Pamoja na Chepkemei ya maili ine ambayo walisema siku zote wanasikiliza Stewart TV. Nataka kusema ni asanteni sana kwa nyinyi nyote ambayo wanasikiliza Stewart TV. Niko na furaha sana tukiwa pamoja ili tunaweza kusikiliza neno ambaye ni neno la Mungu ambaye tunasikiliza siku zote katika Stewart TV. Nataka kushukuru, jana nilikuwa kanisa la IC kule Township Intalat na nilifurahi sana kuona hiyo kanisa wakiendelea vizuri. Nilipoingia hapa saa 4 walikuwa wamekaa chini kwa kusikiliza neno la Mungu na tukamaliza mkutano za 6 sharp. Nikashukuru hiyo kanisa kwa viti yao na kwa saa ambaye wanakaa na kusikiliza neno. Na nilipoendelea kuhubiri nikaona watu kweli wanasikiliza neno la Mungu na nikafurahi sana, nikashukuru. Na pamoja na hiyo tena tulikuwa kwa Mheshimiwa Vincent Tuwe ambaye ni mbunge wa Moso. Alikuwa na wakini kutoka Kabras na tulikuwa na wachungaji. Tulifurahi sana, mimi mwenyewe nilifurahi kuona ya kwamba hata kumbe hata mchumbe hata mbunge yeyote anaweza kusikiliza neno la Mungu. Nikashukuru family ya Vincent Tuwe, mchumbe wa Moso ambaye ni mwanasiasa, lakini jana tulikuwa na maombi na kukaribisha wakeni ambaye ni wasasi wa Sharon, ambaye Sharon ni mtoto ya hiyo family kutoka Kambras, akitaka watakuwa pamoja na mtoto ya Vincent Tuwe. Nikashukuru sana kuona hao watu wakasikiliza neno ambaye saili wachungaji walikuwa kibiri. Hao watu wote walikuwa pamoja. Mimi mwenyewe nikashukuru kuona mchumbe akikaa chini. Nilikuwa nikifikiri yeye ataongeza mambo ya siasa, lakini hakusema neno hata moja ya siasa. Asante kwa huyu mchumbe ambaye alisikiliza, na yeye ni mshiriki ya kanisa hiyo ambaye mwenyewe na kanisa hiyo wamesimama na kujenga kanisa ambaye kupita mwezi wa 12 hiyo kanisa itakuwa sawa. So watu wengi siku hizi nataka kusema ni asanteni sana. Na niko na furaha ya ajabu kuona watu wetu wanasikiliza Stewart TV ambaye sai wako tayari kusikiliza na kukaa katika neno katika kitabu ya Matendo ya Mtume 19 mstari ya 9. Kuna neno hapo nataka kusoma ili tunaweza kusikiliza neno la Mungu anasema nini. Mstari ya 9 akasema, lakini wengine walikaiti
wakakataa kuamini, wakitukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka, akawacha, akawatenga wanafunzi, akawachiwa na watu kila siku katika darasa ya mtu mmoja jina lake Dinaron. Hiyo neno wanduku, neno kuu hapa ambaye nitakuwa nikizungumza juu ya leo ni neno ambaye ni mtu akae na Yesu kwa moyo wote. Amen. Hiyo neno ni neno la baraka na neno vizuri. Akasema ya kwamba hii neno mtu akae kwa moyo yake yote ndani ya Yesu. Hiyo neno akaeleza vizuri kabisa. Akasema lakini wengine, neno la Mungu, wengine Paulo alikuwa akizungumzia hawa wengine walikuwa wakitukana, wengine walikuwa wakitukana Yesu, akisema sisi hatutaki kusikia hiyo neno. Na hiyo neno akasema ya kwamba mstari ya 9, lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini, wakimtukana ile njia mbele ya mkutano. Basi akaondoka, akawacha, akatenga na wanafunzi wake na watu wa kila siku darasani, ambaye walikuwa wakizungumza. Yesu mwenyewe alikuwa akizungumzia hawa, kueleza neno la Mungu. Neno hii ambaye tunasikia saa yote, neno hii hakuna upinzani, opposition, upinzani. Wengine walikuwa wakikaa chini na kusikiliza neno la Mungu, wakisikiliza neno la Mungu, lakini wengine walikuwa wamekataa kusema hapana, sisi hatuwezi kuamini. Na kuna mambo mengi ambayo tunajua ya kwamba kama opposition iko, kuna mambo tofauti. Kwa sababu usali wengine wanasema twende pande hii, wengine wanasema twende pande hii. Ni kama tunajua ya kwamba iko giza na iko mwangaza. Watu wengi sana wanaweza kusikiliza neno la Mungu, wanaweza kutembea kwa njia ya Kristo, lakini kuna wafuasi wengine wanaweza kusema hapana, hii njia ya Yesu hatutaki, hii njia ya Yesu haiwezekana. Lakini tunashukuru wengi waliposikia hiyo neno. Tulisikia ya kwamba wengi waliposikia neno la Mungu, hakukuwa na opposition, hakukuwa na upinzani, kwa sababu walijua ya kwamba njia ya Yesu ni njia ya maana. Amen. Njia ya Yesu ni njia ya baraka, ni njia ya nuru ya mwangaza. Kama unatembea uwezi kuwa na shida, unatembea ukifurahi, kwa sababu hakuna matatizo, hakuna kitu anaweza kusumbua wewe, unapita. Na kama unatembea kwa ile njia ya kisa, bali ya kisa, utaenda na wasiwasi, utaenda na wasiwasi kusema sijui itakuwa namna gani, sijui kutakuwa nini mbele yangu, sijui ni kitu gani anafuata, kwa sababu ni mambo ya kisa ambaye akasema wengine walikataa. Kwa nini walikataa? Walikuwa na wafuasi ya kufanya njia ya kisa, ambayo walikuwa wakitembea kusema huyu Yesu ni nani, anataka kuwa kiongozi yetu na tuko na kiongozi yetu. Akaenda kwa mfalme kusema hatutaki huyu mtu anakuja kusumbua watu wetu, huyu mtu tushike yetu uwe. Akakuwa chamu wa ndugu na watata, asante kwa nyinyi nyote unasimama kwa njia ya mwangaza, kwa njia ya nuru ambaye sasa ile unatembea.
zaile unahubiria wengine. Kama nilikuwa nikisema, nikashukuru ile kanisa wakamaliza ibada saa 6 sharp na wakaenda kufanya kazi ya mission. Wakaenda kutembelea watu kukuja hata kanisani. Walienda kuombea wale walikuwa na matatizo. Na hiyo ni neno letu. Hiyo ni kazi yako ndugu tata. Hiyo ni kazi yangu ambaye sasa mimi nasimama. Nataka kila mtu akae ndani ya Yesu. Tunataka sisi sote tukae ndani, si nje ya Yesu. Ambaye kama mtu anakaa ndani na wewe unakaa nje, iko tofauti. Mambo ile nilisema ni kama upinzani. Na ni hiyo ni neno ambaye tunahitaji. Kama Paulo alizungumza kuzungumzia watu wote neno la Mungu, watu akasikia, ambaye tunasoma katika hiyo kitabu ya Matendo ya Mitume 19:17 akaeleza vizuri, akasema jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana litukuzwe. Hiyo ni kweli. Hiyo ni neno la ajabu. Jina la Yesu litukuzwe. Kwa sababu gani? Waliamini wakakaa na Yesu. Wale waliamini wakakaa na Yesu. Wewe kupande kani sasa? Wewe kupande kani? Walikaa na Yesu. Hiyo ni ajabu. Hiyo ni neno kuu. Walikaa na Yesu. Mambo yakakuwa ya ajabu. Watu walipasikia Yesu akitembea, wakafuata, wakatembea na Yesu, wakafuata Yesu. Huyu Yesu kwa nini hao walitembea? Paka tukasikia ya kwamba wale waliamini wakatukuzwa Yesu. Walitukuzwa Yesu. Wachafu ya kweli. Neno kuu ambaye Yesu ni Yesu, ambaye hao wote wakafuata Yesu, wakatembea na Yesu. One Yesu sasa amekuwa mshindi. Ameshinda wote. Amekuwa mshindi. Paka hao wote wakafuata Yesu. Ndugu yangu, tata yangu, wewe upande kani sasa? Upande ya kisa au ya mwangaza? Wewe uko njia kani? Unatembea na Yesu siku zote katika njia ya Yesu. Akasema wengine wakafuata Yesu, hata wale walikuwa wamekataa. Hiyo ni ajabu. Wale walikuwa wamekataa wakafuata Yesu, na wale walikataa kusikiliza neno la Mungu, ile vitabu walikuwa naye, ile mambo yao walikuwa naye, wote vitabu ambayo walikuwa wakifanyia kazi, wakachoma na moto, wakachoma waliposikia neno la Mungu. Amen. Bwana asifiwe ndugu na watata. Sikia mzuri. Sikia sasa. Wale walikuwa wamekataa kusikia neno la Bwana, sahihi wamechoma vitabu ambayo walikuwa naye. Ile ilikuwa ya sheria, ile walikuwa wakitumia, wakachoma na kufuata Yesu na kuamini Yesu. Wewe kwa pande kani? Amini Yesu ambaye anashinda vyote katika ulimwengu, katika kila kona. Mungu ako na uwezo. Hakuna mwingine
ambaye anaweza kukaribia Yesu. Wote wakaenda mbele za Yesu. Hata wewe, hata mimi ni kusimama imara na Yesu ambaye anaweza. Hakuna mwingine anaweza, Yesu peke yake. Wote ambaye walikuwa wakitembea kwa kisa wakashukuru na kwenda katika nuru ya Mungu. Na wewe na mimi ni watu ambao tunajua Yesu. Na hiyo nasema ninashukuru wote ambao wanasimama. Nikamweleza nyinyi ya kwamba huyu mjumbe ya Moso nilikuwa nikitaka nisikie kama anasema siasa. Hakusema siasa, akasema mambo ya Mungu na akasikiliza wachungaji. Asanteni kwa viongozi wetu ambao wanaweza kukaa kama washiriki wa kanisa na wanakaa na washiriki wa kanisa mpaka washiriki wanafurahi kuona viongozi wako pamoja na hawa, wanakula pamoja, wanasherehekea pamoja. Hiyo ni ajabu katika maisha yote. Ona Yesu mwenyewe alikuwa akitembea na wanafunzi yake. Hakutembea peke yake, alitembea na wanafunzi wake, akizungumzia hawa tu ya mfalme wa mbinguni, ambaye Stewart TV wanazungumzia kila kona, kila bahali. Asante kwa family ya Reverend Sang ambayo tulikuwa maombi kwa kanisa lake leo, kwa sababu anasikiliza Stewart TV. Akaeleza mimi leo, akasema yeye na familia yake, mpaka akaita bibi yake, akaeleza huyu ni Bishop Sonko ambaye anahubiri kwa Stewart TV. Wakasema wanasikiliza Stewart TV. Nilisema siku zingine Stewart TV ni wasi, ni wewe tu. Ona hiyo family ambayo nilimwambia nyinyi ni watu ambao wanasikiliza Stewart TV. Hiyo family ya Kenneth Opara ambaye anashika hapa Mwiline, anasema na kwa familia yake yote, hata majirani. Ona wewe pali wewe unakaa, kuwa na familia yako, majirani, marafiki, kwa pamoja na hawa, kusikiliza neno ya Mungu ambaye akasema ya kwamba, akasema vizuri ya kwamba ufalme ya Mungu ni ya kila mtu ambaye anaamini Yesu mwenyewe, ambaye Yesu ni mshindi. Kama tunasoma kwa hiyo kitabu ambayo tumesoma, akaeleza vizuri ya kwamba neno la Mungu ni neno kama wewe unaamini kwa moyo yako yote. Hiyo kitabu anasema vizuri. Hiyo anaeleza vizuri ya kwamba kama unasikiliza na kuamini na kutembea kwa njia ya Kristo na kutembea kwa nuru, neno la Mungu atakuwa na nguvu kwako. Atakuwa na nguvu kwako. Ile siku zingine watu watafurahia. Kila mtu atasema yule alikuwa akiongea siku ile kwa Stewart TV, tulifurahia neno. Na hiyo mimi nataka kusema niko na furaha ambaye saa yote nataka watu wote tukae ndani ya Yesu. Saa yote nataka kusema ya kwamba nyinyi nyote karibuni tukae ndani ya Yesu. Tukule na Yesu, tuzungumuze na Yesu, tuongee na Yesu, tuombe na Yesu. Hiyo mambo yote ndugu na tata ni mambo ya ajabu ambaye akasema ya kwamba hata kama iko na upinzani, hiyo mambo ya upinzani Yesu mwenyewe atakuwa mshindi.
Yesu mwenyewe atakuwa ni yeye anakuwa namba moja. Neno namba moja ni watu ambao wanakasana. Watu wako na bidii. Watu ambao wako na bidii wanaweza kupata namba mzuri. Na hiyo namba mzuri ni wewe upate. Hiyo namba mzuri mimi nipate. Hata sisi sote tupate hiyo neno kwa bidii. Watu wote siku hizi ambaye ninafurahi sana kusema. Na kusema asanteni siku zote. Nasema ni asante kwa sababu watu wote wanasikiliza neno hii. Watu wote wanasikiliza neno hii. Mpaka sisi tunafurahi. Mpaka sisi tunasema karibuni. Hapa Stiwa TV. Nilisema siku nyingine ni wazi. Na kitu mzuri kwa Stiwa TV, anakaribisha kila mtu. Wako na furaha kuona nyinyi unatembelea. Kuona nyinyi unasalamiana. Kuona nyinyi unahitaji hata maombi kwa Stiwa TV. Na hiyo ni kazi yetu ambaye tunaweza saa yote. Hatuchoki. Hata kuhubiri hatuchoki. Hata kuombea yeyote hatuchoki. Mimi nakumbuka juzi Jumamosi tulikuwa pa Jesekem Crown na wanafunzi wa Jekwelel University. Paka mimi nikasema asante kabisa kwa wasomaji ambaye wanasoma kusomea mambo mengi ambaye ni mambo ya education. Wakinyenyekea na kuombea watu wa Turkana na kuomba. Paka mimi Bishop Sonko nikakaa na kuangalia na nikashukuru kuona watu vijana wanaopiria watu ambaye wako na matatizo. Asanteni sana au vijana wa Jekwelel University. Nashukuru nyinyi sana kwa hiyo kazi ambayo ulifanya siku hiyo. Na neno la Mungu amesema wazi ya kwamba neno la Mungu ni neno la ajabu ambayo tunafurahi. Kuna mambo mengi ambayo tunaye ambaye Yesu anaeleza vizuri. Hao watu walikuwa wamekataa kusikiliza. Wengine walikuwa wakikimbia kutoroka, kwenda wapi, kutembea wapi, kukataa neno la Mungu. Lakini niliposoma hapo mstari ya 19:20 akasema hawa wote waliposikia neno la Mungu wakarudia Mungu. Amen. Haleluya. Wakarudia Yesu. Paka ile vitabu ambayo walikuwa kwa ofisi zao, maofisini zao, walichomwa. Wakachomwa vitabu vyote ambaye kufanya hesabu ilikuwa 50,000 kwa sababu wamesikiliza neno. Neno la Mungu wamesikiliza. Na ni wewe tu siku ya leo kukaa na kujua ya kwamba kaa ndani ya Yesu. Kaa ndani ya Yesu. Hiyo ni baraka ambaye nawachia kila mtu leo. Kaa ndani ya Yesu ambaye Yesu mwenyewe anaweza. Yesu mwenyewe anaweza. Ambaye neno lake ni neno la ukweli. Hakuna mtu mwingine anaweza. Saa ya kutembea ni Yesu tu. Saa ya kukaa ni Yesu tu. Mimi najua watu wengi sana wanasoma gazeti. Hata kama anapiga town, paka anunue gazeti aweke kwa gari yake. Anunue gazeti achukue nyumbani. Asikie mambo inaendelea katika nchi. Na neno la Mungu ninashukuru sana kwa sababu watu wengi wanasoma Biblia. Watu wengi wanajua ya kwamba neno la Mungu ni neno la ajabu. Na hiyo nataka kuhimiza ya kwamba asanteni sana wa ndugu wetu ambaye nyinyi unasimama, ambaye nyinyi unakaa na Yesu kwa familia zenu, kwa kazini, kwa mashule, kwa makoleji, kwa pande yote, hata kwa mashambani. Ukihubiri neno, kumwambia watu wazi neno hii
ni neno la ajabu. Neno hii ni neno la ukweli. Hakuna neno lingine ya ukweli kushinda neno ambayo iko kwa kitabu hii. Neno ambayo iko kwa kitabu hii ni neno la ajabu. Paka wanasiasa wanaweza kukaa na kusikiliza neno la Mungu. Viongozi wanasikiliza neno la Mungu. Wafanya biashara wanasikiliza neno la Mungu. Nini tena ndugu? Nini tena? Hakuna kitu wengine. Hata wale wahubiria wanaandike wanasikiliza neno kwa ndege. Hata saa ile anaenda kwa meli anasikiliza neno kwa meli. Na hiyo ni neno la maana ambaye tunawachia watu wetu, ambaye kwa moyo yako leo yote jua ya kwamba Yesu pekee, hakuna mwingine ambaye tunategemea usiku na mchana. Ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake. Ni Yesu ambaye anaweza. Ni Yesu mwenyewe anabarikia sisi. Ile baraka sisi sote tunaye ni kutoka kwa Mungu wetu, si mtu mwingine. Sasa unatembea, sasa unaamuka asubuhi kufanya kazi, kufanya mpango ya kazi yako, kwenda kufanya biashara. Mimi najua watu wengine wanaamuka usiku, wanaamuka saa 12, wanatembea kupungua biashara sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ako na uwezo ya Yesu. Paka jioni anarudi nyumbani kwake. Yesu tu peke yake anaweza. Hakuna mtu mwingine tunaweza kuuliza tunapita wapi ile twende kwa Mungu. Tunajua njia nzuri. Kama tunasoma katika kitabu ya Yohana 14 mstari ya 6, anasema nzuri, Yesu ni njia, hakuna mwingine. Tunapita kwa Yesu tukuenda kwa Baba, tukuenda kwa Baba wetu ambaye ni yeye mwenyewe ako na uwezo. Ona watu siku hizi kwa kanisani wanakasana, wanakaa watu wanasikiliza neno la Mungu, wanasikiliza mzuri na kusikiliza na kwenda kuhubiria watu wengine. Na hiyo ni neno la ajabu na neno mzuri. Nitashukuru sana kwa yeyote ambaye anahitaji kukaa na Yesu, ambaye yote anaamini Yesu kutoka kila kona nchi yetu ya Kenya, hata mataifa zingine za nchi. Tuko na furaha kusikiliza watu wetu wanatuma ushuhuda kusema tunasikia Stewart TV, na hiyo ni baraka kwetu. Nataka kuomba leo, nataka kuombea hiyo kanisa ambayo kanisa ya Mheshimiwa Tuwei kule Ndalat, kijiji ya Jeborus. Hiyo kanisa ikamilishwe. Nataka kuombea hiyo kanisa ya Kimoson, mwaka hii waingie ndani ya kanisa, waombee kanisa. Asante sana Mungu. Mungu wetu wa mbinguni, tumekuja mbele yako siku ya leo kuombea kanisa ambaye ni kanisa ya Jeborus katika kijiji ya Jeborus Ndalat, kanisa ya washiriki ya PMCA ambaye wako na kanisa wamechenga. Mwaka hii Baba wetu ukwe pamoja, hiyo kanisa ikamilishwe, watu yako wakae ndani, watu yako waombe ndani. Mungu asante Baba wetu kwa washiriki wa kanisa hiyo ambaye wako na bidii, wameendelea. Nikumaliza tu na kushukuru wewe kwa kazi nzuri. Asante kwa kazi ya Kimoson ambaye ya ambaye vijana ya kanisa hiyo walikuwa wakifanya kazi Jumamosi kwa kanisa, kuosha kanisa na kufanya mpango na kupanga biketi ya kanisa. Hiyo kanisa ikamilishwe. Baba wetu wa mbinguni, nimeshukuru kwa wote ambaye wamerutia wewe, ambaye wanataka jina la Yesu ikuwe jina la ajabu, ambaye kila mtu anashukuru. Baba wetu, asante kwa kusikiliza hiyo maombi. Kwa hiyo yote, asante kwa nyumba ya
Kenneth Obaras ambaye alihitaji maombi ya nyumba yao ambayo wanachenga. Baba, kuwa pamoja na yule kijana kwa ng'ambo ambaye anasaidia hiyo family, ambaye family walikuwa zero, lakini sasa wamekuwa watu ambayo wanategemea jina lako, ambayo wako pamoja na wewe Baba wetu wa mbinguni. Asante kwa hiyo family, asante kwa hao watoto ambayo wamemaliza mashule, ambayo wako kwa college. Baba wetu wa mbinguni, nimekuja mbele yako nikuombee hiyo family ambayo walikuwa zero, lakini sasa wamekuwa watu yako Baba wetu, mpaka wanafurahia neno lako ambayo wanasikiliza katika Siwa CB, na wote wakinendeli hapa Mailine ambaye anasema amebarikiwa na kazi yake ya biashara, na nashukuru Mungu, ongeza yeye maripa, na wote ambayo wanahitaji maombi. Nimeombea siku ya leo Baba, nimekuja mbele yako siku ya leo Baba wetu, ambaye kuwa mshindi kwa yote, ambaye tuko pamoja na wewe hapa Siwa TV, ambaye tumepata nafasi Baba, ambaye watu yako wamepona, ambaye watu wako wamepata neno. Ninakuombea leo na kushukuru wengi ambaye wanasikiliza Siwa TV. Asanteni, Mungu akubariki. God bless you. Asante sana. Nani kama